bado sisi tutakutumia kwa sababu tunaamini una uwezo na una moyo wa kujitolea. Tutakutumia ili tuweze kuziba kwenye yale ambayo tunaamini ulikuwa umeanzisha. Kimsingi, na hata mimi nilipoondoka niliacha mambo ambayo nilianzisha. Huwa inauma sana unapokuta jambo zuri ambalo hata wakati mwingine mlitumia rasilimali kulianzisha, kwa sababu mambo ya serikali haliwezi kuanza bila rasilimali. Halafu baadaye unaondoka unakuta wenzako hawajaliendeleza. Nataka nikuhakikishie, mimi sipendi rasilimali zipotee. Rasilimali ni pamoja na mawazo ya watu waliofikiria wakaweka mambo kwenye maandishi. Nitayatafuta, wapo watu watanisaidia, nitayapata. Ambapo nitakuwa sijapata, basi nitakuuliza ili lilikuwaje, ili tusirudi nyuma, tuanzie pale kwenda. Kwa hiyo kwa kweli hilo nimefurahi, na ndio maana nilikuwa naandika kweli notes. Na nikawa natamani, hata naona unataka kumaliza, nikawa natamani uendelee kwa sababu napenda kujifunza. Hakuna mtu mwenye haki miliki ya uelewa. Uelewa tunasaidiana hasa kwenye mambo ya public. Kwa hiyo hata mimi, pamoja na kwamba mtaniambia mzoefu, hakuna uzoefu, kila siku tunajifunza. Kwa hiyo mimi nitakuwa tayari kujifunza, nikiamini kabisa, na mimi ni muumini wa mgawanyo wa majukumu. Kila moja tunafanya kazi moja. Kazi zetu zinaelezwa kwa maelezo machache, lakini kila mmoja amepewa kipande cha kufanya. Lazima tuheshimu wajibu wa kila mmoja. Na hata kama unataka kufanya, pengine unaona hafanyi pale panapotakiwa, uko utaratibu wa kukumbushana ili tuweze kufika kwenye yale malengo. Mimi si kiongozi wa kutoka na kuropoka. Mimi siamini katika sifa ya mtu mmoja. Siamini katika aina ya uongozi huo. Naamini katika aina ya mfumo, uongozi wa kimfumo, uongozi ambao unaheshimu structure, uongozi ambao likiwa zuri letu sote, likiwa baya letu sote. Kwa hiyo wajibu ni kukumbushana kwamba bana, hili linaweza likatuangusha, hili linaweza kutupa sifa, tuna communicate. Na ndio maana mimi wanachukia aina ya wakurugenzi unapokaa kwenye kikao ambacho mnajadiliana jambo technical, halafu mtu mwingine kanyamaza tu mwanzo mpaka mwisho. Yaani wewe umekuja huko kufanya nini? Kama unanyamaza tu mwanzo mpaka mwisho, yani upate hata kuchangia. Hata ukirudi, jamani, mnasemaje hapo utasikia. Halafu akitoka nje ya geti hapo, ndo mzungumzaji huyo. Pale wamekosea. Unajua wale pale. Yaani kwa hiyo wewe kwa sasa humu ndani. Jamani, mimi wanapenda haya, wewe sema mpaka tunamaliza. Kila mmoja aseme. Ili tukitoka hapa tukianguka, tuonekane tumeanguka wote. Tukifaulu la kwetu wote. Na mtu mimi ndo nilimshauri. Mimi nitafurahi kweli. Nikisikia mimi ndo nilishauri hili. Shauri wazee. Safi. Kabisa. Kwa nini sasa kama ulishauri si ujisifie kwamba ulishauri? Kwa hiyo na mimi nafurahi kabisa uongozi wa pamoja, lakini si ule wa one man show. Nikupongeze sana kwa imani kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuionyesha kwako. Na mimi nikuahidi kama mdogo wako, haya ni makabidhiano, lakini wewe umekuwa mentor wangu miaka yote. Toka niko backbencher 2015 nilipokuja bungeni, umeendelea kuwa mentor. Kwa hiyo nitafanya makabidhiano, lakini muda wote utakapohitaji jambo lolote ambalo unaweza kudhani labda kwa miezi 11 ambayo nimekuwa hapa naweza nikalifahamu, kakangu mimi nitakuwa available muda wote kwa simu, kuonana uso kwa macho, ili kuweza kuendelea kufanya makabidhiano ambayo pengine hatuwezi kuyamaliza